Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu moja kwa moja tukaangazia makala ambapo leo tutazungumzia kozi 8 zenye ajira nyingi na kujiajiri. Karibu na moja kwa moja tuianze makala yetu. Katika kipindi hiki cha ushindani mkubwa kwenye soko la ajira nchini Tanzania na kote duniani, kuchagua kozi ya kusomea si jambo tu la kufuata ndoto, bali ni hatua ya kimkakati kuhakikisha kwamba hata ukikosa ajira unaweza kujiajiri kutokana na kozi yako ambayo umeisoma. Zifuatazo ni kozi zinazotoa fursa nyingi za ajira pamoja na kujiajiri wewe mwenyewe. Karibu na usisahau kusubscribe ili twende sawa, ili wewe wa kwanza kuzipata taarifa zetu ambazo tunakuletea. Kozi namba 1 ni uhandisi wa umeme na mawasiliano. Mahitaji ya wataalam katika sekta ya nishati, mawasiliano na teknolojia yanaendelea kuongezeka kila mwaka. TANESCO na makampuni ya simu na viwanda vinahitaji wahandisi hawa kwa wingi zaidi. 2 ni sayansi ya afya na uuguzi. Huduma za afya ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Wahitimu wa kozi kama nursing, clinical medicine na famasia wanapata ajira haraka katika hospitali za umma na binafsi. Licha ya kwamba kozi hii unaweza kupata ajira kwa haraka, lakini hata hivyo wewe mwenyewe unaweza kuanzisha huduma yako kwa kufungua hospitali na kuhudumia watu wanaopata maradhi mbalimbali. 3 ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ICT. Kwa enzi hii ya kidijitali, fani za IT kama software development, cyber security na data science ni kati ya zinazohitajika zaidi katika taasisi mbalimbali kote duniani. 4 ni uhandisi wa mitambo, miradi ya ujenzi na viwanda. Wahandisi wa mitambo kwa usimamizi na uendeshaji wa mashine kubwa na mitambo wanahitajika sana kote duniani, na unapopata fursa ya kusoma kozi hii, zingatia, maana ajira zipo wazi na watu kama hawa wanatafutwa. Kozi nyingine ambayo ina ajira lakini pia unaweza kujiajiri wewe mwenyewe ni kozi ya sheria. Mahitaji ya wataalamu wa sheria yanaongezeka kutokana na upanuzi wa biashara, sekta za kifedha, taasisi na mashirika ya kimataifa yanayohitaji ushauri wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kusimamia mambo yote yanayohusu sheria kwenye taasisi kama vile kusimamia kesi mbalimbali mahakamani. Licha ya kwamba unaweza kupata ajira kwa haraka katika kozi ya sheria, lakini pia una uwezo wewe mwenyewe kufungua kampuni inayohusiana na mambo ya kisheria, ikiwa ni pamoja na kuwashauri watu mambo ya kisheria. Hata hivyo unaweza ukawa umejiajiri mwenyewe. 6 ni uhasibu na fedha. Kozi ya uhasibu na fedha ina nafasi kubwa ya ajira kupitia benki, kampuni za bima, taasisi za serikali kama vile TRA na taasisi mbalimbali. 7 ni udaktari wa binadamu. Licha ya ugumu wake, fani ya udaktari inatoa ajira nyingi katika hospitali za umma, binafsi na mashirika ya kimataifa ya afya. Kozi hii imekuwa ni muhimu zaidi hasa pale unapopata wataalamu wengi ambao watawasaidia wananchi kwenye magonjwa mbalimbali. 8 ni biashara ya kimataifa ya logistic. Biashara ya kimataifa ya usafirishaji wa bidhaa inahitaji wataalamu wa supply chain na biashara za nje, yani logistic management. Hizo ndio kozi ambazo zinatoa ajira nyingi zaidi, na wataalamu wa kozi hizi wanatafutwa, ambapo kama unasoma kozi hizi zingatia ili uweze kufanya vyema katika soko la ajira. Lakini licha ya kwamba unaweza kuajiliwa kwa haraka, bado ukisoma kozi hizi wewe mwenyewe unaweza ukawa mbunifu wa kuanzisha biashara yako kutokana na taaluma yako ambayo umeisomea. Kozi hizi ni uhandisi wa umeme na mawasiliano, sayansi ya afya na uuguzi, teknolojia ya habari na mawasiliano, uhandisi wa mitambo, miradi na ujenzi wa viwanda, kozi ya sheria, uhasibu na fedha, udaktari wa binadamu, biashara ya kimataifa na logistic. Nikushukuru sana, endelea kuwa na Kiko Media kwa mengi zaidi.